Ni saa 7 juu ya alama saa za Afrika ya Mashariki. Hujambo na karibu katika taarifa za TV47 awamu ya saa 7 ukiwa nami Chichi Josephine, lakini kwanza kabisa tupate muhtasari tuliokuandalia kwenye TV47 na matukio. Watu 5 wafariki kwenye ajali ya barabarani katika eneo la Matungo kwenye barabara ya Mwingi kuelekea Garissa. Mahakama ya Bomet yaidhinisha kutimuliwa kwa spika wa Nyamira Enoch Okero, huku ikiidhinisha uchaguzi wa Thaddeus Nyabaro kuwa spika mpya. Mwanaharakati wa vuguvugu la Okoa Uchumi wapinga pendekezo la KRA kufuatilia data za watu kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2025. Chama cha walimu NAT chasema kinataka nyongeza ya 60% ya mishahara. Tayari mapendekezo yao yamewasilishwa kwa SRC. Tunaona kuwa walimu wakipata nyongeza katika mishahara yao ya 60% itakuwa nzuri. Sawa sawa. Karibu sana mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu. Kwenye taarifa ya kwanza ni kwamba watu 5 wameaga dunia kwenye ajali ya barabarani katika eneo la Matungo kwenye barabara kuu ya Mwingi kuelekea Garissa. Ajali hiyo imetokea baada ya matatu ambayo ilikuwa na watu kubingirika mara kadhaa na kusababisha maafa. Manusura katika ajali hiyo wamepelekwa katika hospitali ya Matu kupata matibabu. Imeua watu 5 na gari imelora mara 5 na the place has been prone to accidents. Hii mahali imekuwa tu hivyo, imekuwa na accident mingi sana tukiona. Sasa serikali inafaa ichukue hatua kuhusu hii area. Hata kama area sababu hata watuwekea hata box moja hapa. Sababu ni mahali imekuwa tu, hii ni kitu tumezoea tu. Tunauliza serikali angalau tuwekee bumps hata kiwa ni 2 ama 3 hapa Matungo. Kwa sababu speed ngari kutoka huko Kapenge inakuja na hapa inawekwa tu, inakimbia sana. Nikija hapa naona hii ngari, nimesikia kasini yangu ameenda anatoka pande ya Nairobi kuelekea Kithioko. Nauzunika sana kupoteza huo kasini yangu. Na mahakama kuu ya Bomet leo imedhibitisha kuwa spika wa zamani Enoch Okero aliondolewa madarakani kisheria tarehe 14 Oktoba mwaka 2024. Mahakama hiyo imeelezea kuwa amri ya 11 Oktoba haikuzuia kuondolewa kwake bali kumsimamisha tu kwa muda. Hivyo hatua zote alizozichukua Okero baada ya kuondolewa ni batili kisheria. Vilevile mahakama imefuta notisi zote za serikali zilizotolewa naye na kuidhinisha uchaguzi wa Thaddeus Nyabaro kuwa spika mpya wa kaunti ya Nyamira. Any disorderly conduct in this house will result to grievous punishment. Order. There is no business in the afternoon. Kwingineko, kama njia moja ya kubadilisha taka kuwa bidhaa zenye thamani, vikundi vya biashara ya kilimo endelevu likiwemo shirika la kimataifa la Biochar kwa sasa wanaendesha kampeni ya uhamasishaji wa kilimo hapa Kenya kwa kauli mbiu ya kutumia taka na kuifanya yenye thamani. Lengo kuu ni kuwawezesha watu binafsi na mashirika kwa kuwapa ujuzi pamoja na kuimarisha kilimo nchini. Mwanahabari wetu Robert Gakure anaungana nasi moja kwa moja kwa mengi zaidi. Gakure. Naam, shukran. Moja kwa moja kutoka kaunti ya Murang'a. Na ni kweli mashirika mbalimbali yameendelea kubuni njia tofauti za teknolojia ili kuboresha kilimo na vile biashara endelevu. Na ni kweli hii leo kuna kongamano ama kampeni ambayo inaendelea katika kaunti ya Murang'a, na ni ya kwanza katika bara la Afrika ambayo inanuia kuboresha kilimo endelevu. Na bila kuzungumza mengi, ningependa kuwashirikisha ambao
ambao wanaongoza hafla hii ama kongamano hii. Karibia hapa, tuanze kwa majina, tuelezee kuhusu kongamano hili ukitizama pale. Kwa majina naitwa Samuel Thuo, nawakilisha shirika la CBN hapa Kenya. Asante. Pengine kuhusu kongamano hili, na ni mambo gani ama lengo kuu la kongamano hili? Kongamano hili limeandaliwa na shirika la IBI ambalo ni shirika la kimataifa pamoja na ushirikiano na CBN, shirika ambalo liko Kenya, na liko hapa kuongelea kuhusu masuala ya biochar ambayo ni kiungo muhimu katika utayarishaji wa mbolea asilia ambazo zinatumika katika kilimo hapa Kenya. Na biochar ni kiungo ambacho kinatayarishwa kupitia takataka ambazo zinapatikana katika area ya kilimo na zinatumika kuchomwa, ambazo zikishakuwa tayari zinachanganyishwa na virutubisho vingine kama mbolea ama compost ili kuweza kurudishwa mchangani na kuendeleza mzunguko wa rutuba. Thank you. Pengine umuhimu wa kutumia taka ama kuhakikisha kuwa taka limegeuzwa na kuwa kitu chenye dhamani kitakachotumika kwenye ukulima, umuhimu wake ni upi? La kwanza ni kupunguza kupunguza greenhouse gases, kwa sababu hizi takataka zikioza zinaongezea carbon dioxide ambayo inaenda katika atmosphere. So la pili ni pia ni ku create value ama ubora kutoka kwa takataka ili iwe kiungo muhimu katika kilimo chetu. Asante sana. Niweze kumshirikisha mwingine ambaye yupo katika kongamano hili na utaturuhusu yeye tuweze kutuongelesha kwa kimombo. I understand this is the first conference in Africa. What is the importance of such a conference to farmers? Hi, good afternoon. My name is Luisa. I'm from Mexico, and I'm the Executive Director of the International Biochar Initiative, IBI. And this edition of this is called the Biochar Academy, and this is the first one in Africa, as you well pointed. And the importance of this is that this is a learning experience for the people in Africa that are producing biochar already, or they would like to produce biochar. And we as IBI are also learning about what is happening in the continent, how are they doing, and how we can work together to make a more robust production, a safer production of biochar, and to make a wider also availability of the knowledge and the resources that the biochar producers might need in order to produce high quality biochar in a safer environment and to get the most benefit out of that. Maybe what are the risks of the gases that are emitted and also the use of chemicals while farming? Yeah, there are two things there. One is traditionally, biochar is produced with residues, organic residues. So instead of burning or letting the waste or the harvest residues on the field, or to burn them on the open field, which releases the gases, either methane or CO2. If they do it in a biochar environment, which is low oxygen, high temperatures, the gases, the amount of gases that are emitted into the atmosphere reduces, and the carbon is captured or locked in the biochar that is produced from that biomass. Thank you so much. You're welcome. Asante sana. Ni taarifa ambayo tutaendelea kufuatilia, kwani kuna raia kutoka mataifa zaidi ya 16 ambao wapo katika kongamano hili, na ili katika taarifa zetu ambazo zitaweza kufuata tukuletee taarifa hii kwa kina. Kwa niaba ya mpiga picha na vile vile kwa niaba ya runinga ya TV47 kutoka hapa kaunti ya Murang'a, niregeshe usukani kwenye studio. Jina langu ni Robert Gakure. Asante sana Gakure kwa taarifa hiyo. Tukiendelea ni kwamba seneta kutoka taifa la Brazil Jose Oliveira amewasili nchini kujadili mikakati ya biashara katika sekta ya kilimo na teknolojia katika sekta ya afya. Seneta Oliveira akipokelewa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa JKA na seneta wa Tana River Danson Mungatana, na anatarajiwa kufanya vikao kadhaa vya kibiashara. Seneta Oliveira alialikwa na mkurugenzi wa chama cha kitaifa cha kukuza biashara na viwanda KNCCI na wanabiashara James Wanjohi kwa wahudumi ama kwa madhumuni ya kuangazia nafasi ya kushirikiana katika biashara, hasa katika kilimo na sekta ya afya. Juma lijalo viongozi hao
watazuru taifa la Uganda. O Jornal da Manhã pega a gente e a gente tem que chegar 1 hora de antecedência. Kwingineko, walimu wa kaskazini mwa Kenya wanapania kubuni chama cha kutetea maslahi ya walimu kutoka maeneo yote kame nchini. Akizungumza mjini Marsabit, katibu wa chama cha KNUT katika kaunti hiyo Rose Talaso amesikitikia uamuzi ulioafikiwa wa kupunguza idadi ya walimu watakaowapandishwa vyeo, akisema muda umewadia kwa walimu kwenye maeneo kame kuwa na muungano wao wenyewe. Mweka hazina wa KNUT kaunti hiyo Joseph Matacho amewatolea wito wabunge kutoka maeneo kame kushinikiza nyongeza ya walimu watakaopandishwa vyeo na TSC. We are affiliated even from Kenya to another world umbrella. So if we come down to our county, of which they have a representative, so our views can be forwarded to the National Forum, whereby you agitate for their right and privileges. Tulumiwa sana na tunajua kwanza walimu ambao wanafunza sehemu ya asal area already wako na changamoto nyingi na sasa wangefaa kupewa hata nafasi zaidi. We appeal to them with our leaders. We have the honorable members of parliament from this region. They are our representatives. When this region has been sidelined, the Assad region, they should come forward and fight for. Sasa tuangazie masuala mengine ambapo waziri wa elimu Julius Migos Ogamba amewahakikishia wazazi kuwa serikali imejiandaa kikamilifu kwa maandalizi ya wanafunzi wanaoingia grade ya 10 mwaka ujao. Akizungumza katika hafla ya kufuzu kwa mahafali wa chuo cha kiufundi cha Reragia eneo la Kegogi, Kitutu Chache Kaskazini, Ogamba alisema kuwa hakuna haja ya hofu kuhusu mabadiliko ya jina la mtaala kutoka CBC hadi CBE, akieleza kuwa ni jina tu linalobadilika ila mtaala unasalia kama ulivyopangwa. Waziri huyo pia ameeleza kuwa serikali inashughulikia changamoto za shule ambazo hazijapokea mgao kamili wa fedha. Alisisitiza kuwa serikali inafanyia kazi suala hilo na kuhakikisha shule zote zinapokea fedha stahiki kwa wakati ufao ili kusaidia shule. This is one of the very first years that capitation for the second term has been released in May. Previously, capitation for second term was being released in July or in June. So that is a good thing. Secondly, there could have been an error in the school that received the 86 shillings or 84, and our teams in the office are working with those schools to find out what the error was so that it is rectified. We advised that any head teacher or principal who received resources that are far below what they expected would reach out to our teams from the sub-county to the ministry, then it is corrected. So we are handling it and it will be sorted internally. You know, we now have a system that has 3 pathways. We want some schools to handle 2 pathways and others from various regions to handle the 3 pathways. So we are classifying them according to the capacities that they have to be able to deal with the pathways that we have. And if there is a school that has the capacity to handle 3 pathways, then it is upgraded to that C4 that way. So that's the exercise that is being done as we move along, as the students keep choosing their schools. And this exercise will go on until the end of this term. We can assure parents, as we have done previously, that the examination fees will be borne by the government. No parent is going to be required to pay the examination fees. Some people would say the exam fee has been removed. I sit in the Budget and Appropriations Committee, and I want to assure all parents, wherever they are across the country, that money meant for examination is in the budget, so don't get worried. Na nataka hawa watu wa media. Media, I want you to report the correct thing. The money meant for examination of our children is in the budget, and we cannot even dare remove the money because we know these parents are not able to pay the examination fee, and we need our children to go to school and learn.
Kwingineko ni kwamba serikali ya kaunti ya Turkana imewarejesha wakazi waliofurushwa na majangili miaka mitatu iliyopita eneo la Napeitom, Turkana Mashariki. Shughuli hiyo iliongozwa na gavana wa Turkana Jeremiah Lomorukai na kamishna Julius Kavita, wakitaka viongozi wachochezi katika jamii kukamatwa. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika anatupasha taarifa hiyo kikamilifu. Ni katika eneo la Napeitom, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na utofu wa usalama kwa muda sasa. Kwa sababu ya wakati, hii leo gavana wa Turkana Jeremiah Lomorukai amezindua rasmi nyumba zilizojengwa eneo hili kwa wakazi waliofurushwa katika eneo la Napeitom. Sisi tumekuja hapa kwa sababu ya media ili kufungua eneo hili, turejeshe watu wa Napeitom kwao nyumbani. Tumeimbiwa na watoto hapa wadogo ambao wamefurahia kurudi nyumbani na wanataka kuja nyumbani kama saa hizi, sio kesho. Na hao watoto lazima wakuje wasome hapa. Nitasaidia na Mheshimiwa Nkolo kujenga hiyo primary school. Hawa ni wakazi wa Napeitom waliokuwa wamefurushwa miaka mitatu iliyopita. Ila hii leo wanarudi baada ya serikali kuwajengea nyumba hizi na ukuta huu ili kudhibiti mavamizi ya mara kwa mara. Sisi wakati tulichomwa tulikuwa tunaishi Lokori. Lokori tulikuwa tunakaa tambarara kwa maboma ya watu. Vile Napotika alijenga Napeitom, alitujengea perimeter na akatujengea manyumba. Anawaka tenzi, anawaka nyumba, anawaka kila kitu. Maji. Hakika amani ni kitu nzuri sana, kwa sababu hapa hatukuamini ya kuwa itakuja kuwa hivi. Miaka mitatu iliyopita wakazi wa eneo hili walivamiwa na majangili na nyumba zao kuteketezwa moto, watu 10 kuuliwa na zaidi ya watu 3,000 kutoroka kwa hofu ya usalama uliokuwa umedorora katika maeneo mengine. Wakati ulichoma sisi hapa watu 9, watoto ya grade 6, watoto 4, wamama 2 na vijana 3 walishoma hapo chini. Lakini hapa ndio mahali nyumbani kwa wale watu walichomwa. Hata wasasi ya hiyo watoto wenye walichomwa wako hapa. Wakakuja wakatuchoma kama tuko ndani ya maboma. Sasa hivi vile ameweka perimeter, tumafurahi kabisa. Viongozi wa usalama katika kaunti ya Turkana wakiongozwa na kamishna Julius Kavita wamesema watamtuma msaidizi wa kamishna ACC na kufungua kituo cha polisi kufikia mwishoni mwa wiki hii ili kurahisisha huduma kwa wananchi. Anytime mutapata Assistant County Commissioner Napeitom, it is gazetted, na hiyo sio kitu ya kubahatisha. Hiyo patrol base ilikuwa inabatilishwa baada mwezi 3 kwa sababu ya settlement hapa, watu walikuwa mehama. Naye mimi naenda ku walk out hiyo patrol base iwe gazetted, hiyo police station, ndio sasa tuwe na officers ambao ni permanent. Aidha, onyo kali limetolewa dhidi ya viongozi wanaowachochea jamii kwa malengo fulani haswa kisiasa, wakitaka asasi za kiusalama kuwakamata viongozi hao. Any Kenyan who is ready to put Kenya in anarchy 24/7, that person must be held responsible for his acts. Hautatisha watu wa Kapedo, hautatisha watu wa Napeitom, watu wa Nadome tena. Wakazi wengi waliofurushwa eneo hili wameweza kurejea, huku wakiomba serikali kuongeza maafisa wa usalama ili kuimarisha usalama eneo hili. Nikiwa eneo la Napeitom kwenye kaunti ndogo ya Suguta, nikiripotia TV47, mimi ni Kitio Mika. Asante sana Kitio kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wana sababu ya kutabasamu baada ya kituo kipya cha kupambana na dhuluma za kijinsia kujengwa katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria. Gavana wa kaunti hiyo Simon Kachapin amesema kuwa kituo hicho kitatoa huduma za matibabu kwa waathiriwa miongoni mwa huduma nyingine. Andrew Juma na taarifa hiyo kikamili. Kwa siku nyingi, visa vya dhuluma za kijinsia vimekuwa vikiripotiwa katika kaunti ya Pokot Magharibi, idadi kubwa ya waathiriwa ikiwa kina mama na wasichana. Kutokana na takwimu hizo,
Ubalozi wa Denmark nchini Kenya kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi wamezindua kituo hiki chenye makao yake makuu katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria kama afueni kwa wenyeji. We have been having many type of GBV that are reported, others were going unrecorded, but since it has been launched, it will help us boost our record and documentation. So in our GBV center, here is where we receive clients for GBV, where the client will be triaged for various type of GBV. We receive them with dignity. We assure you of your privacy, your safety, and you will be handled with people who are high skilled, trained. Mshirikishi wa shirika la GVRC John Chege anasema kwamba lengo kuu la kituo hiki ni kutoa matibabu kwa waathiriwa wa dhuluma, kutoa nasaha na kuunda mazingira bora ya matibabu kwa waathiriwa. We say that one incident of GBV is already regrettable, but in the unfortunate event that it happens and people require to receive specialized care, this is where now they would be able to receive that. It is a safe environment. It is a room that tries to ensure survivor dignity is upheld. People will receive treatment, people will receive counseling. And we also have a child therapy room inside the facility. Waziri wa Jinsia Bi Hannah Cheptumo anasema kwamba serikali kuu ipo mbioni kupunguza idadi kubwa ya dhuluma za kijinsia haswa katika maeneo kame ya wafugaji. We want to say that whatever is happening in the society is really affecting us. The government has an intention, a good intention, through the bottom-up transformation agenda, to reach all people, to ensure that we grow the society. We grow by creating income. So we want to say, although these centers are being established, yes, it is a response to what is happening. However, our intention or what we want to look at is in the near future, all these violences will not be there. Na tutashirikiana pamoja na ofisi ya County Commissioner kuona kwamba cases ambayo inakuwa reported hapa na ifuatilia na hata victims tuweze kuwasaidia ili tuweze kumaliza hii janga hapa. Andrew Juma, TV47 katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi. Shukran Juma. Tuelekee hadi katika kaunti ya Nyamira ambapo ni afueni kwa wakazi wa Tombe baada ya serikali ya kaunti ya Nyamira chini ya uongozi wa gavana Amos Nyaribo kufungua rasmi soko la Tombe. Tukio hili limefanyika leo na kulenga kuboresha mazingira ya biashara, kusaidia wauzaji wa bidhaa za kilimo na kuchochea maendeleo ya uchumi. Soko hili ni mojawapo ya miradi mikuu katika mpango wa maendeleo ya kaunti CIDP. Serikali imewekeza katika miundombinu kama vibanda safi, majokofu, maji safi, huduma za usafi, taa, barabara zinazofikika kwa haraka. A significant milestone in our collective journey toward economic empowerment and local development. I thank every stakeholder from the leadership of this county to the hard-working traders and community members for your dedication and cooperation throughout the process of upgrading this important market. As a county government, we understand that markets are lifelines of rural and urban economies. Under the leadership of His Excellency the Governor of Nyamira, Governor Amos Nyaribo, we have prioritized market development to ensure our people have safe, clean, and modern spaces to conduct their businesses. We have invested in infrastructure, that is clean stores, modern sheds, water and sanitation facilities, lighting and improved access roads to most of our markets. We are committed to ensuring that where our traders are conducting business, the place is conducive. I urge the good people of Tombe to fully utilize this market, bring your produce here, trade here, and grow your business. Let this market be a source of pride. Keep it clean, organized, and safe for everyone. The infrastructure belongs to all of us. Let's protect
public property, prevent vandalism, and report any misuse of our facilities. On behalf of the Department of Trade, I want to assure you that we remain fully committed to serving the people of Tombe and Nyamira at large. With the guidance of His Excellency Amos Nyaribo, we are working tirelessly to bring services closer to the people of Nyamira, empower our traders, especially women and the youth, support local enterprise, and promote sustainable development. I urge the people of Tombe to support the current leadership and the good work that is being done under the stewardship of His Excellency Governor Amos Nyaribo. Let's join hands to build a better and more prosperous Nyamira. With those few remarks, it's now my honor and privilege on behalf of the county government of Nyamira, under the leadership of His Excellency Governor Amos Nyaribo, to officially declare Tombe Market open for business. May God bless you all, and may Tombe Market thrive for generations to come. Thank you. Tuangazie masuala mengine. Asasi za kiraia zikiongozwa na vuguvugu la wanaharakati liitwalo Kwa Uchumi zimeelezea wasiwasi na kutoa mapendekezo kuhusiana na vifungo vyenye utata katika mswada wa fedha wa mwaka 2025. Baadhi ya masuala muhimu ni kuondolewa kwa nafuu ya ushuru unaotozwa bidhaa kwenye bidhaa muhimu, mamlaka ya kukusanya ushuru kuwa na uhuru wa kupata data na walipaji ushuru, na kupunguzwa kwa fedha katika sekta muhimu nchini licha ya ongezeko la deni. Wanaharakati wa vuguvugu hilo ambalo ni asasi ya kiraia inayolenga kuhakikisha utawala bora na masuala ya uchumi nchini Kenya walizungumza wakati wa mkutano uliolenga kuchambua makadirio ya bajeti ya mwaka 2025, mwaka 2026 na mswada wa fedha wa mwaka huu na athari zake kwa wananchi. About numbers, they are about the people. They help shape. Budget estimates submitted to Parliament indicate that the government plans to spend Kenya shillings 4.24 trillion against projected revenues of 3.32 trillion. This will result into a massive deficit of 876 billion. This is the amount of money that is unfunded, and this shortfall is expected to be financed primarily through domestic borrowing, even as Kenya's public debt has already soared past 11.35 trillion. To the regressive tax changes targeting ordinary Kenyans, this year's finance bill includes several proposals that seemingly favor elite and politically connected interests under the guise of economic growth. Among these proposals are the suggested reduced rates for special economic zones. While these incentives are presented as necessary for attracting investment, the criteria for qualification remains unclear, raising concerns that these measures could turn into tax shelters for the well-connected and politically aligned individuals. The idea of moving some of the raw materials from zero rate to exemption, what will this mean in terms of the cost of the consumer prices for medical products? The vulnerable have no these superior medical covers that some of us enjoy in this room. It means that the cost of health, of accessing health, is going to be out of reach for most of these people. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, nachukua mapumziko mafupi, lakini usiende mbali maana narejea na taarifa zaidi. Is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change.
The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. Karibu tena. Kampuni ya bima ya Old Mutual East Africa imejiunga rasmi na mpango wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa ambao ni mpango mkubwa wa shirika la endelevu duniani. Mpango huu wa UNGC unajumuisha zaidi ya kampuni 20,000 kote duniani ambazo zimejitolea kutekeleza kanuni 10 kuu katika shughuli zao za kibiashara. Kampuni hiyo imechukua hatua hii kwa muhimu katika juhudi za kampuni hiyo katika mpango wao wa endelevu. Kampuni hiyo sasa imeanzisha mpango mpya uitwao Strong by Old Mutual ambao umejikita katika maeneo 4. Na kwingineko, kiini cha matatizo yanayokumba sekta ya afya nchini ni ukosefu wa ushirikiano kati ya serikali kuu na zile za kaunti. Hii ni kulingana na shirika la Village Outreach ambalo husaidia kuboresha ufikiaji wa mifumo ya afya vijijini. Akizungumza jijini Nairobi, mwenyekiti wa shirika hilo Daktari Ahmed Ongweli ambaye ameteuliwa katika wadhifa huo juzi, alisema kuwa bara la Afrika liko katika wakati mgumu ambapo linakabiliana na changamoto nyingi za afya bila bila uhakika wa ufadhili. Ongwel amerai serikali pamoja na washikadau kushirikiana katika juhudi za kuimarisha ufikiaji wa huduma za afya. Mwenyekiti huyo alisisitiza umuhimu wa kuhusisha jamii wakati wa kubuni miradi na kuimarisha afya ili kuhakikisha kuwa miradi hiyo inawafaa. I would say about the Kenyan situation, though, is that the two-level arrangement of national government and county government, when delivered efficiently, should result in better access of healthcare services to the communities. The challenges that are being faced, in my view, is one of coordination. And if there is better coordination between the national government and the county governments, and the resources are not duplicated, then communities should be able to have better healthcare services. My role in the coming months and years is to try and make Village Reach one of those go-to organizations when governments would like to adjust and make more efficient their primary healthcare systems within their own countries. So I would really like to work closely with governments and partners to ensure that we put more health into money, not just more money into health. Na huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya mazingira hapo kesho, wahudumu wa bodaboda kutoka kaunti ya Nyandarua wamepewa mafunzo na mamlaka ya uchukuzi nchini NTSA kwa kushirikiana na shirika la Rhino Arc siku ya Jumanne. Akizungumza kwenye hafla hiyo iliyofanyika kwenye mbuga ya wanyama ya kitaifa ya Aberdare, mkurugenzi wa mamlaka ya uchukuzi nchini Andrew Kiplangat amesema kuwa ipo haja ya wahudumu wa bodaboda kupewa mafunzo ili kuepusha ajali barabarani kwa manufaa ya mazingira nchini. Road safety is a shared responsibility,
and it begins with me. And I like what the MC was saying, that I can, I will, and I must. And I think that's a good clarion call. And if you look at the SACCO operations regulations of 2015, which gives us basic guidelines on what we need to do so that then we can be able to reduce possibility of fatalities. We are told we need to have riding licenses or driving licenses, and for us to get the driving licenses, we must go to school or driving school, spend time there where we are taught, and when we... And the initiative has a double purposes. It aims at addressing two critical challenges affecting local communities in Kenya. And the one is the degradation of the environment, and the two is road accidents. Truly, too many Kenyans are being killed on our roads. The unfortunate occurrence of wildlife collisions endangering both our precious animals and the border riders themselves. Regrettably, they can sometimes be facilitated in illegal trade. I can, I will, I must. But most of them, they don't have helmets. The few helmets they have are very old, not a good standard. And so that's why, I mean, here is a unique opportunity. Na tukitoka huko tufululize hadi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambapo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet familia moja kutoka kijiji cha Kapsio imezama katika huzuni kumtafuta mpendwa wao Samuel Kimutai Kibet mwenye umri wa miaka 47 ambaye aliripotiwa kutoweka mnamo tarehe 19 mwezi Mei mwaka huu. Mpaka sasa hakuna habari zozote kuhusu aliko, wala hakuna yeyote aliyejitokeza kueleza alichokiona au kukutana naye. Kwa mujibu wa familia, mwanaume huyo alionekana kuwa na hali ya msongo wa mawazo kabla ya kutoweka kwake. Hali hiyo imeongeza wasiwasi miongoni mwa jamaa na majirani. Kwa sasa, familia hiyo inatoa wito kwa jamii nzima kuungana nao katika jitihada za kumtafuta. Tunatafuta mtu anaitwa Samuel Kimutai Kibet. Alipotea tarehe 29 na mpaka sasa ni siku 15 tujaimpata, na yeyote anaye ripoti hiyo aweze kutusaidia. Mpaka tumejaribu kuelekea hii mamisitu zote hapa area yetu, tumejaribu kutafuta mara 2 na tujafanikiwa. Na mimi naomba jamii yetu tuweze kusaidiana. Kama umemuona, ni mtu anajulikana sana, anafanya kazi ya kupaka rangi, na tunaomba kabisa jamii ya Iten kokote tu muweze kutusaidia. Akili ilikuwa kidogo amepungukiwa na akili kidogo, alikuwa mgonjwa toka 19 mpaka saa hii. Nikaita watu wa village yote, tukaenda kusearch, hatukufanikiwa. Hata mpaka jana tulikuwa na tembea kwa hii msitu, hatukufanikiwa. So I wish kila mtu, members of the public, wanisaidie. Hiyo ni maombi yangu. Tulikuwa na Kim tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu saa 2. Nilipea Kim sapa hiyo saa 2 ya usiku. Tufululize hadi katika kaunti ya Mombasa, ambapo Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa Yanayoambukizanwa NSDCC limeanzisha mchakato unaolenga kutoa uhamasisho wa kukwamua vijana na waraibu wa mihadarati wanaojidunga dawa hizo na kuchangia kuongezeka hatari yao ya kuambukizwa magonjwa kama vile ukimwi. Wakizungumza jijini Mombasa, wadau wametaja kuwa uwepo wa mabalozi vijana
wa kutoa ushauri na saha kwa vijana hao utapiga jeki vita dhidi ya maambukizi sio tu ya ukimwi bali pia magonjwa mengine. Isitoshe, wanapanga njia za kuwahusisha vijana watakaokwamuliwa kutoka katika mihadarati kwa kuwapa kazi za kufanya ili kujiendeleza na kuasi uraibu huo ambao hudaiwa kuchangiwa na vijana kutokuwa na kazi. Na zaidi ya hapo inabidi siku kutoka tu kwenye here today to admitting the people who inject drugs. We want to use them as champion at the community level and use them as a change agent at the community level. Tumeita vijana hao tuweze kuongelesha hao wakuwe champion, waweze kwenda kuongea na wenzao, wasijifiche, wajitokeze. Hao ni watoto wetu, sisi tumewazaa, ni watu wazuri katika jamii. Tunataka kuwaelimisha hao watoke kwa hiyo jangwa na hizo shida, waweze kuelimisha pia wenzao, ndio siku za usoni waweze kuwa watu muhimu katika hii society. Vipi tutaweza kuwasaidia hao vijana either katika kurudi katika masomo, kuvumbua na kuweza kuongeza elimu katika zile skills ambazo wako nazo, kwa wengine ni watu ambao tayari wako na vipaji fulani. Vipi tutaweza kuvikuza, kuvienua ili waweze kurudi wawe watu ambao wataweza kutangamana na jamii kwa hali ya tunasema meaningful way and integration kwa society. Kusaidia wenzao ambao bado wako katika hatari ya kujidunga na madawa ili wasije wakaambukizwa HIV. One, tuna promote community champions because ni vizuri zaidi kwamba mtu kubadilisha tabia ndiyo itakuwa rahisi kuwasaidia wenzake. So we are going to use behavioral interventions ambao tunatumia kuwafundisha ili wasomeshe wenzao, na pia itakuwa rahisi zaidi wao kufikia wenzao kuliko watu wengine. Kwingineko, licha ya baadhi ya viongozi wa kaunti ya Tana River kufanya mazungumzo na wakazi wa eneo la Jamhuri na Masalani, wamepinga vikali ilani ya serikali kuu iliyochapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali inayotangaza baadhi ya maeneo ya kaunti hiyo kama maeneo ya hifadhi ya usalama. Gavana Thato Godhana na Seneta Danson Mungatana wamesisitiza kuwa serikali ya kaunti haikuhusishwa kikamilifu katika mchakato huo na kwamba hatua hiyo ni tishio kwa haki za ardhi za wenyeji na maeneo yaliyoathiriwa, wakisema kuna haja ya serikali kusitisha mipango yoyote ya kuanzisha taasisi au miradi katika maeneo hayo. Kwa upande wake, Seneta Mungatana amesema kuwa hatua hiyo inaleta mgawanyiko mkubwa na inaweza kuchochea mvutano ya ardhi kati ya serikali na wananchi. Tunazungumza hatusikizwi na mambo yanaendelea. Sasa tumefika pale, imekuwa huu mradi ni wa serikali. Ndiyo, basi kama ni mradi wa serikali hatuna shida, mbona ilikuwa tusihusishwe? Kulikuwa na shida gani ya sisi kuhusishwa? Hatuwezi kukubali ati sasa waheshimiwa wameenda pale, wameongeleshwa, wameambiwa kila kitu ni sawa, alafu wameenda. Mimi nauliza karatasi iko wapi? Hakuna maandishi imewekwa. Kuna serikali hapa Tana River County imepewa internal self government. Tuko na county government. Kama tumekubaliana ya kwamba project iendelee, wananchi waandikwe kazi, waweke fresh gazette notice ambayo iko na coordinates. Tukiendelea ni kwamba viwango vya elimu katika eneo la Taita, kaunti ya Taita Taveta vinatajwa kuendelea kuimarika. Mkuu wa elimu eneo hilo Justin Jilo akisema hii ni kutokana na uhusiano mwema kati ya sekta ya elimu na uongozi wa kisiasa, huku wito ukitolewa kwa vijana eneo hilo kujiunga na vyuo anuai ili kujipa ujuzi wa kujiendeleza kimaisha. Julius Mariki na ukamilifu wa taarifa hii. Viongozi wa kisiasa eneo bunge la Wundanyi wakipongezwa kwa juhudi zao za kuendeleza kuboresha elimu katika eneo hilo. Wito unatolewa kwa vijana vile kuendeleza elimu katika chuo cha kiufundi cha Taita Taveta, ambayo chuo cha kitaifa, kuweza kujipatia ujuzi, hasa elimu ambayo imeanzishwa mpya ya elimu ya uchimbaji ama ya masomo kuhusu masuala ya madini, ikizingatiwa kaunti ya Taita Taveta sehemu nyingi zina shughuli za uchimbaji wa madini. Katika eneo la Taita kiwango cha elimu kimeanza kupanda, lakini tulivyokuja hapa miaka 5 iliyopita
hali ilikuwa ngumu sana na viwango vilikuwa chini, lakini with the effort ya proper staffing ambayo inaendelea vizuri, tunaona kwamba mambo ya elimu yanaboreshwa, na pia haswa priority ya our political class ambao wanasaidia na mambo ya bursaries imesaidia kusustain watoto katika shule, na ubora wa viwango vimeanza kuinuka. 5 years ago quality grades were 94, but now you are talking about 480 in a span of 5 years. Dean of Students at Taita Taveta National Polytechnic. Leo tumekuja kushirikiana na Mbele Foundation katika uhamasishaji wa jamii kulingana na mambo ya elimu. Area hii ya Kishushe ni area ya uchimbaji wa madini. Pale kwetu shuleni tuko na courses za kusaidia upande huo. Specifically tuko na course inaitwa gemology ambayo kwa sasa inapatikana Taita Taveta National Polytechnic peke yake Kenya mzima. Ni course mpya na ambayo tunaipigia debe ili wananchi wa area hii hasa ambapo wanafanya madini na area zingine kote nchini waweze kuja, waweze kupata elimu, wapate uhamasisho na ujuzi zaidi katika area ya madini. Mimi ni HOD Guidance and Counseling katika chuo cha Taita Taveta National Polytechnic. Kuongeza tu mambo ambayo mwenzangu ameongea, shuleni pale tuna kitengo kinaitwa Women in Technical Education and Development, ambao tunahimiza wasichana kujiunga na STEM courses, kufanya hizo STEM courses ambapo wakifanya wanaweza jiajiri wao wenyewe ama wanaweza pata kazi kwa haraka. Kwa hivyo tunawahimiza wasichana wetu wakimaliza form 4 waweze kuja pale, waweze kujiunga na chuo chetu cha TTNP. Na ndizo kauli zao, na sasa kilichosalia basi ni bidii ya vijana na wale ambao wana nia ya kuweza kuingia katika sekta ya uchimbaji kupata elimu hiyo. Nikiripotia TV47, mimi ni Julius Mariki mwa Kivo. Na sasa kwenye jukwaa la michezo ni kwamba timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars imetoa nchini Morocco mapema leo kwa maandalizi ya mechi za kirafiki dhidi ya Chad. Mechi hizo zitachezwa mjini Marrakech mnamo tarehe 7 na 10 mwezi huu, huku Kenya ikijitayarisha kwa mashindano yajayo ya kimataifa. The rest of the squad has joined up, so I think we almost to our full capacity, the players that we selected. So yeah, so today was another good session. Happy with what I saw, the intensity, the attitude, just the ability from the players. See the qualities and where everyone's at. So very happy with that, and I think we can build a really good squad. So I'm excited for the 2 games to give the boys actually a run of competitive matches. So yeah, we look forward to the 7th and the 10th. Nilishukuru sana nimerudi kwa national team. Training na imekuwa fun. First experience yetu na mimi na yangu personal na imekuwa poa. Na tuna look forward hiyo experience ikuwe more better kuendelea mbele. To encourage them to use their strong points, to take risks so that they can show their qualities and help the team to get positive. Kwingineko, waziri wa michezo nchini Salim Mvurya alithibitisha dhamira ya nchi za Afrika Mashariki kuandaa mashindano yajayo ya ubingwa wa mataifa ya Afrika CHAN mwaka 2024 mwakani. Kenya pamoja na mataifa ya Uganda na Tanzania zitaandaa mashindano haya, huku waziri akizungumza na shirikisho la soka Afrika CAF. Aliashiria nchi hizo zote tatu zipo tayari kuandaa mashindano haya mwezi Agosti mwaka huu. We will be working with our other ministries in charge of immigration to ensure that we have a seamless visa entry requirements, but also we are discussing a Pamoja visa, which will be very critical for the tournament. This tournament is that $9 million tournament for the 3 countries of Kenya, Uganda, and Tanzania.
and we have agreed that jointly the technical team from CAF and from the 3 countries will be working together to look at the line items of the budget, and they will be convening on the 10th next week to ensure that they work on those issues, and then they report back to us. Welcome Africa to Pamoja. When I talk about Pamoja, I mean Uganda, Kenya, and Tanzania. Please come and witness, and I'm very sure it will be the best competition in the history of CHAN in Africa. So the rest of the world, welcome to East Africa, welcome to Pamoja. Mashindano haya pamoja na yote imetusaidia nchi za Afrika Mashariki sasa kuja na miundombinu ya michezo, sports infrastructure na miundombinu ya michezo ya aina yake, ambayo ina maana CHAN ikiisha, AFCON ikiisha, bado tuna uwezo wa kufanya mashindano mengine mengi, yawe ya mpira, yawe ya riadha na mambo mengine. Pamoja countries, they reaffirmed their commitment to deliver one of the best CHAN ever in this beautiful part of the continent. And President Motsepe also is committed to accompany the Pamoja country for this exercise to deliver the very good CHAN. Shirika la kupambana na matumizi ya dawa za kusisimua misuli nchini maarufu ADAK Kenya walitoa ripoti kuhusu kurejeshwa kwa ufadhili wa shilingi milioni 185 na serikali kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2024 mwaka 2025. Urejesho wa ufadhili huo utasaidia kuendeleza operesheni za ADAK na kuzingatia viwango vya wanariadha, huku lengo kuu ikiwa ni kupiga matumizi ama kupinga matumizi ya dawa na kwa wanariadha nchini. We have said that during the in-person audit, where there is the major concern about our inability to cover the rest of the disciplines in Kenya. And therefore the reinstated budget is a boost for us, because then we are able to reach out to all the federations and have a continued sustained engagement in terms of implementation of our program. We are confident that now we have fulfilled that mandate, and now we are moving ahead to the second test, because they are supposed to undergo 3 tests before they participate. We've received quite a number of decisions from the tribunal. The entire financial year, we are talking about 72 cases and these were the spillovers even from the previous financial years. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, tunatinga taarifa za TV47 matukio awamu ya saa 7. Umekuwa nami Chichi Josephine. Kwa wote ambao wamefanikisha TV47 matukio awamu ya saa 7, shukrani za dhati. Hadi wakati mwingine, mchana mwema.